Ujambo mpambanaji mwenzangu, kwenye mapambano yako hakikisha tu kwamba unafanya kwa kiwango bora kabisa kiasi ambacho utaacha historia. Leo ni Oktoba 27 mwaka 2025, tupo katika wiki ya upokonyaji wa silaha. Hii wiki inalenga kuangazia ama kudumisha amani, na kwenye eneo hilo nimeona tupige story kidogo kuhusiana na masuala ya amani, na hii tumekwenda mpaka eneo la Mashariki ya Kati, eneo ambalo limekuwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya Israel na mataifa ambayo yanamzunguka ikiwemo Palestina, Syria, Misri, Jordan na mataifa mengineyo. Sasa ili eneo kwa muda wa miongo kadhaa sasa limekuwa na mapigano yasiyoisha, na hii ni kutokana na kutokubalika pengine kwa namna ambavyo Israel walijitangazia uhuru wake katika eneo hilo. Lakini hiyo haitoshi. Cha msingi kikubwa ambacho tunakiangazia hapa ni amani. Unajua, amani ndio kila kitu katika ulimwengu huu. Mwaka 1978 tarehe na mwezi kama wa leo, viongozi wawili wa mataifa ya eneo hilo akiwemo aliyekuwa waziri mkuu wa Israel kipindi hicho Menachem Begin pamoja na aliyekuwa rais wa Misri Anwar al-Sadat walitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel. Kwa nini walipata hii tuzo? Walipata hii tuzo kwa sababu walikuwa ni sehemu ya mazungumzo ambayo walikuwa wanalenga kutafuta amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Septemba 15 mpaka Septemba 17, viongozi hao wawili walihusika kwenye kinachoitwa Camp David Accord, mazungumzo ambayo yalikuwa yanafanyika nchini Marekani yakiwa yanalenga kutafuta suluhu ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati. Swala hilo likapelekea watu ambao wanaandaa hizi tuzo za amani za Nobel kuwaona ni kama ni sehemu ambayo inaitafuta amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Lakini swala hilo lilienda mbali zaidi kwa sababu mwaka 1981 inatajwa kwamba kifo cha Anwar al-Sadat ilikuwa ni pamoja na uamuzi wake wa kuingia katika mazungumzo ya kutafuta amani kule Mashariki ya Kati. Wacha nikukumbushe kitu. Tuzo ya mwaka 2025 wakati inaendelea kutangazwa kwamba itatolewa, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa anajipigia chapuo kwamba angeichukua tuzo hii, lakini namna ambavyo alikuwa anatarajia ijawa hivyo, kwa sababu tuzo imekwenda kwa mwanamama raia wa Venezuela Maria Corina Machado, ambaye amechukua akiwa ni miongoni mwa wapinzani wachache sana kutoka kule nchini Venezuela ambao wamesimama na kupigania demokrasia pale nchini Venezuela. Lakini bado kuna matumaini makubwa kwa Rais Donald Trump kuchukua tuzo ya mwaka ujao 2026. Na hii kama itatokea, maana yake itakuwa inafanana moja kwa moja na hii tuzo ambayo nimekuambia ya mwaka 1978 ambayo rais wa Misri kipindi hicho Anwar al-Sadat pamoja na aliyekuwa waziri mkuu wa Israel Menachem Begin walichukua, kwa sababu tayari ameanza harakati Donald Trump kwa maana rais wa Marekani za kutafuta amani ya kudumu Mashariki ya Kati katika mikutano ambayo imewakutanisha pande zote kutoka upande wa Palestina, upande wa kundi la Hamas pamoja na upande wa Israel. Swali linabakia kuwa mazungumzo haya ama jitihada hizi ambazo zinafanywa chini ya Rais Donald Trump zitazaa matunda na kupatikana amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati, ama amani ya eneo la Mashariki ya Kati itasalia kuwa kitendawili kigumu kisicho na majibu.